Ripoti maalum ya mgogoro wa nchini Sudan imeeleza kuwa ubakaji unatumika kama silaha ya vita, kujionyesha kuwa na nguvu au muhimu kuliko wengine, uharibifu na kusababisha mauaji ya halaiki nchini humo. Mateso yote hayo ni kwa ajili ya kuharibu muundo wa jamii na kubadilisha msingi wake. Zainab Aziz na maelezo kamili. Waziri wa mambo ya kijamii wa Sudan, Sulaima Ishaq al-Khalifa, amesema idadi kubwa ya waathiriwa hawaripoti mateso yao, huku kukiwa hakuna taarifa za utoaji mimba au za kuwasajili watoto mara wanapozaliwa, hali inayowafanya watoto hao kuwa hawana vyeti vya kuzaliwa. Afisa mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan, Denis Brown, ameliambia shirika la habari la Ufaransa AFP kwamba huko Darfur kuna mamia ya wasichana ambao wamebakwa na wengi wao ni wajawazito, lakini hakuna hata mmoja ambaye amewahi kwenda clinic. Ameelezea kuhusu ukatili dhidi ya wanawake na wasichana, ambapo amebainisha kuwa wengi wa wasichana na wanawake hao huona aibu kwenda clinic kwa sababu wanahisi mtazamo wa jamii yao ambayo ni ya kihafidhina unaongeza maradufu udhalimu wa kile walichotendewa. Mfano mmojawapo ni wa binti anayoitwa Nesma, anayewakumbuka kwa uchungu wanajeshi 3 waliombaka miaka 2 iliyopita. Msichana huyo mhitimu wa chuo kikuu mwenye umri wa miaka 26 amejifungua mtoto wa kiume anayemuita Yasser. Mtoto Yasser ni mmoja wa maelfu ya watoto waliozaliwa na manusura wa ubakaji katika miaka 3 ya mapigano kati ya jeshi la Sudan na vikosi vya RSF. Lakini mwaka mmoja baadaye, msichana huyo alirudi mjini humo kwa ajili ya kuchukua vyeti vya kuzaliwa, vyeti vyake vya masomo na cheti cha kifo cha baba yake ambavyo familia ilivihitaji ili kuanza tena maisha. Wapiganaji wa vikosi vya RSF walilisimamisha basi alilokuwa amepanda kwenye eneo la viwanda kaskazini mwa jiji la Khartoum. Vikosi hivyo vilimwamuru kila mtu ashuke. Nesma ameeleza mkasa uliompata baadaye, ambapo alibakwa na pia alishuhudia abiria waliopigwa risasi na kuuawa. Hadithi yake inalingana na ukatili wa wapiganaji wa RSF ulioratibiwa, ambao wataalamu wa Umoja wa Mataifa wamewashutumu kwa ukatili wa kingono wa kimfumo. Mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa Rim Al-Salem amesema familia zimewatelekeza binti zao, waume wamewaacha wake zao ambao walikuwa waathiriwa wa ubakaji. Umoja wa Mataifa umeonya kuhusu ukatili wa kingono na unyanyasaji wa kijinsia dhidi ya wanawake wanaozuiliwa na jeshi, ambapo mateso yao hayaripotiwi kwa hofu ya kulipiziwa kisasi.